Kuandika naomba andika toka Misri uje Kanaani sasa. Toka Misri uje Kanaani sasa. Leo nitaomba, Mungu amenielekeza kutakuwa na maombi ya kwanza, wewe mwenyewe kwanza ufunguke, alafu utoke. Ukishatoka utawafungua na wengine. Mimi sikufundishi kwamba uendelee kubebwa tu. Sipendi maisha ya kubebwa. Kwa hiyo anawafanya tu wanatembea na irizi mpaka leo makanisani. Anaambia chukua udongo unanunua maji unanunua, mafuta unanunua, mapicha ya watumishi utanunua, vitambaa utanunua, kila kitu mnapelekwa tu. Biblia hiyo kitu haipo hiyo. Never fear, never worry about them because I know the Lord that trust him. Siogopi wao, najua na Mungu naye mwamini. Toka Misri uje Kanaani sasa. Alafu tulia nisikilize kwanza. Usiandike baada hapo. Kuishi katika nchi iliyolaaniwa. Unaweza ukawa unaishi kwenye nchi iliyolaaniwa, maana yake ni nini? Kwa mfano mwanzo ulikuwa unaishi Tegeta huko, umekuja kuhamia Kidimu kwa Pwani. Ulipotoka kule ulikuwa na mafanikio ya kiwango fulani na amani na familia yako. Lakini ulipohamia Kidimu, kila kitu kilianza kufa kimoja baada ya kingine. Fanya biashara yako zinakufa. Na kama ulikuwa umeajiriwa unashangaa unapunguzwa kazini. Kama una biashara kubwa inaanza kufa kidogo kidogo, unaanza kuwa mtu wa madeni. Lakini pia maradhi, magonjwa, vifo pia usipokaa sawa vinainuka ndani ya familia. Kuharibika kwa mimba kwa wanawake, faraka katika familia. Maana yake umeingia katika ardhi, haijalishi umepangisha au umenunua, hiyo ardhi imelaaniwa na imefungwa. Na kuna madhabahu, na kuna wakuu, kuna wafalme, kuna wanaomiliki, kuna makuhani wao ambao kwa namna moja au nyingine wamefunga hatima ya maisha ya watu wa hilo eneo. Ili uweze kufanikiwa katika mji kama huo, lazima uungane nao, ukubali kuwa nao. Katika dunia kuna ulimwengu mbili kubwa ambazo zinaishi. Ulimwengu wa kiroho ambao ni wa nuru, na kuna ulimwengu wa kiroho wa giza. Sasa tategemea wewe uko upande gani. Ulimwengu zote hizo zina nguvu, lakini hakuna yenye nguvu kama ulimwengu wa nuru, wa roho wa nuru. Wa giza una nguvu sana kwa watu ambao hawajakaa vizuri katika ulimwengu wa nuru. Wako watu wengi sasa katika dunia tunaoishi wako upande huo wa giza zaidi kuliko wa nuru. Na wanatumikishwa sana na wanaonewa sana. Yaani ulimwengu wa giza una maelekezo yake ama una masharti. Kuna masharti yake. Kuna masharti magumu sana. Lakini pia hauna majibu mazuri mwisho wake. Hakuna ambaye amemaliza kwa ushindi hata mmoja. Ni majuto tu. Humo ndani katika ulimwengu wa roho wa giza wako watu wa makundi yote ya kijamii unayofahamu. Wakiwemo wachungaji, mitume, manabii, walimu, injilisti, mkuhani, wako makundi yote ya kijamii yako huko. Watu mashuhuri na wasio mashuhuri wako huko. Na katika ulimwengu wa nuru pia wapo watu makundi yote na yasema Mungu ana watu wake walio huko. Kuishi katika nchi iliyolaaniwa. Nchi au ardhi au kipande cha ardhi zinaweza kuwa zimelaaniwa kwa njia tofauti. Moja, awali inaweza kusababishwa na mtu fulani wa kwanza kuishi. Kwa mfano hapo aliponunua Baba Edson, ajui yule aliyemuzia alikuwa anaabudu nini na alikuwa anatoa sadaka gani, na pengine asijue hapo aliponunua na alipojenga nyumba yake ilikuwa ni madhabahu. Na kama ndio bahati mbaya ni madhabahu, lazima amjue kuhani wa ile madhabahu au Mungu wa ile madhabahu, na ajue sadaka zinazotoka kwenye ile madhabahu au kafara zinazofanyika kwenye ile madhabahu. Kinyume chake atavutwa na ile nguvu, kama yeye amekuja na madhabahu iliyo dhaifu kuliko madhabahu aliyojenga pale. Inaeleweka kidogo? Yule aliyekuuzia lile eneo anaabudu nini? Na juu ya ile ardhi ni watu wachache ambao wanakumbuka wakinunua ardhi au nyumba au gari au chombo chochote, waita watumishi wa Mungu kuja kupaweka wakfu ili kuondoa kilichokuwa pale mwanzo. Ni wachache sana wanakumbuka. Watu wa dini mbalimbali wanajua hicho ninachosema.
Nimekaa na Wahindi, wanajua wanafanya hivyo, Waarabu wanafanya hivyo, Wachina wanafanya hivyo, Wajerumani wanafanya hivyo. Kwa imani zao wanaitwa wakuu wao wa dini kuja kufanya dua na maombi juu ya ile ardhi ili kuisimika pasiwe na miungu mingine, pasiwe na madhabahu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na daftari langu hapa ambalo niliandika mwaka 2023 vitu ambavyo nafundisha hata leo. Sasa nilipokuwa napitia hapa nikakuta kuna mali niliandika ndoto niliwahi kuyota. Alafu sikumbuki kama nilifanyia kazi. Mpaka nimeogopa nilichokiota. Niliota nimerudi kijijini kwa wazazi wangu walikokuwa naishi. Alafu nikaona mdogo wangu ambaye alishafariki ananifuatia, anatoka kwenye geti anaelekea bondeni. Alafu nikaona anapambana na mtu amefunga rubega nyekundu. Kama mtu si mtu, dude si dude. Ina maana naanza nakumbushwa hapa ni mzimu au mungu wa mahali pale. Mdogo wangu ambaye alikuwa ameokoka kabla yangu akapambana na hilo, likamzidi nguvu. Na mimi nikaamua kuingia kama kaka kumsaidia. Nikaanza kupambana nalo, lakini nikajikuta nimefungwa mikono kuweza kumsaidia. Niko hapa nimefika najaribu kutafakari kwa nini nilikuwa nimefungwa mikono. Kuna Zaburi inasema Bwana unifundisha mikono yangu vita. Ndio akananiambia hiyo kwamba hicho ulikuwa umekosa, ndio maana ulikuwa uwezi kumsaidia mdogo wako. Amekufa miaka kadhaa iliyopita. Maana nikanaonesha hiyo kitu. Sasa nisikize vizuri, kuna visa vinafanana. Wakati ile njia aliyoenda kutokea nikiwa hapa naonyeshwa kwamba pembeni kuna mmea wa asili ulikuwa umepandwa, Wachaga wanajua unaitwa sale. Alafu pale kuna mawe matatu, naona hivi mawe matatu. Naona mawe matatu. Haya mawe matatu yanaonekana yanapatikana makaburini na yanapatikana kwenye mto. Wanatumia kuweka kwenye makaburi kule Uchagani. Inaniambia hapo kabla baba yako na mama yako hajaishi kuna mtoto alizikwa hapo. Nikiwa hiyo nakumbushwa hapa. Sio kama natania, nakumbushwa. Kwa kuna mtoto alizikwa pale, lakini sio wa baba yako, sio wa mama yako, wa kaka yake baba yako. Kuna kitu kiliwekwa pale. Na sisi tulipohamia pale hiyo miaka tulifanikiwa sana, tukainuka sana. Alafu baadaye familia ikapasuka, tukatawanyika. Mama akakimbia pale, baba akakimbia pale, tukaja tena kwenye mji mwingine. Kwa hiyo yule alionekana anamkimbiza anapambana na mdogo wangu ndio huyo ambaye yuko pale anazuia. Na nimeambiwa tangu mwaka jana nirudi nikaondoa hivyo vitu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sijaenda bado, lakini nakumbushwa hiyo. Pengine mwaka huu si mwaka gani nitaenda. Nikafanya nilipanga hapa na mwenzangu akaniambia anaogopa huko kuna dishi. Lakini unaogopa, mimi nimeambiwa nirudi. Narudi kwa ajili ya kuondoa hiyo kitu. Na ndio imefunga ule mji wote. Vijana wote wanakimbia wakitoka warudi. Sio sisi tu ule mji, kama tuseme kama huu mji tunauita Lumumba. Yaani watu wanaondoka warudi. Na ukipata nafasi ya kwenda utashangaa wamejenga nyumba nzuri ambazo hatujai kuona huko mjini. Nyumba nzuri, na baba yangu na mama pia walijenga nyumba nzuri. Kuna mazao, kuna nini, kuna maji, kuna nini. Mimi ndio wamefika huko, barabara ndio hazipitiki. Kwa nini? Ile nchi kuna laana iliwekwa pale. Kwa unapofundisha hili somo leo, kuna kitu utabidi uchukue na ufanyie kazi. Hii sizungumzi kwa ajili ya Gombo Maranatha walioko hapa, nazungumza na ulimwengu mzima. Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini, Afrika, Ulaya, Asia, Australia, nchi zote, kwa sababu wanatupata. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna mtu anaogopa kuja kusali hapa kwa sababu ya mapokeo na mifungo vya dini, lakini kuna mahali ananisikia na anatufuatilia. Mimi sijaitwa kwa ajili ya dhehebu fulani au dini fulani. Nimeitwa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na ndio maana siogopi, sihofii, sina mashaka, sibahatishi. Lucifer ananifahamu, Yesu ananifahamu, na wale wa nyuma yao wananifahamu. Siji kutafuta maslahi yote chini ya jua. Mimi Mungu alishanibariki. Bwana Yesu asifiwe. Alishanifanikisha hayo. Sasa tunarudi hapa. Nimesema mtu anaweza kuwa wa kwanza kuishi kwenye hilo eneo ambalo aidha umejenga nyumba yako au ni shamba lako au umeweka mifugo yako au unafanya biashara yako. Huyo mtu
alikuwa anaabudu Mungu ambaye tofauti unayemwabudu wewe, na alitoa kafara ama alikuwa akifanya kafara kila baada ya muda fulani, na wewe ulipoingia haufanyi hizo kafara na hautoe hizo sadaka, lazima upigwe tu. Tangu nimehamia katika mji huu nimekutana watu wa madhehebu mbalimbali, dini tofauti. Waliniambia tulipohamia kidini kila kitu kilipotea, kila kitu kilikufa. Kuna mwingine alikuja na magari yote yakaishia, anakimbizana sasa na bodaboda, hana kitu. Kuna mwingine alikuja na mke, wametengana, amebaki mwanaume na watoto. Kuna mwingine alikuja na mke na mume, mke na mume, sawa, ndoa imevunjika, wamepelekanyika, na watoto pia wamesambaa. Na watoto walikuwa na tabia nzuri, watu wamekuwa na matabia ya ajabu walioyakuta katika mji wa Mahamia. Wengine wamekuwa kutumia dawa za kulevya kama bangi, ulevi, uzinzi, mambo yanayofanana hayo, sherati, shirikina, mbea, uvivu, kutokufanya kazi, vimewakamata. Kwa sababu ile madhabahu ya ile nchi iko hivyo, inawashukisha kuishi hayo maisha. Nimesema awali inaweza kusababishwa na mtu fulani katika huduma ya shetani ameweka nchi au ardhi kwenye laana. Nimezungumzia kitongoji, kijiji, mtaa, wilaya, kata au tarafa au mkoa, na hata taifa. Kwa makini, hata taifa. Aliyekaa hapo juu anaamini katika nini? Alipata hiyo nafasi katika njia zipi? Ana uwezo kuweka wote chini ya himaya yake. Maeneo mengi ambayo tunaishi yako katika laana kutoka kwa mtu wa kwanza kuishi. Mfano nchi, dunia au ardhi ilipo pale. Adamu alipokula tunda, Mungu akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mwanzo 3:17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwa hiyo kuna mahali unaweza kuwa umealikwa ukala chakula, kumbe kile chakula kimefanywa manuizo na ibada, na unakuwa umeunganishwa na ile laana. Ogopa sana mahali unaenda unaalikwa unaambiwa kuna chakula bure. Na sasa hivi watu wanakuja, karibu jamaa kaandaa msosi bure. Tena andaa msosi ule ambao watu wanaupenda, unajua pana pilau pale, pana soda pale. Kwa wanaopenda vinywaji vingine vinakuwepo pale. Njoo na mke wako na watoto. Lakini kumbe kuna kitu pale. Esau aliuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa chakula cha siku moja tu. Tumeona hiyo Mwanzo 3:17. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 3:17 tunaona pale ardhi ililaaniwa kwa sababu ya kutokutii kwake Adam na Hawa. Lakini pia ardhi inalaaniwa pale mtu anapouawa juu ya ardhi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 tuanzie mstari wa 8 hadi mstari wa 12. Kaini akamwambia Habili alipokuwa wandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Akafanyaje? Akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Katika nini? Kwa sababu alimuua afa akamfukia chini, si ndio? Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. 12. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Ngoja kwanza, unaweza kuwa hujanielewa. Kaini alikuwa ni nani? Kaini alikuwa ni mkulima. Kaini alikuwa mkulima ardhi. Mwanzo 4:2 utaona pale. Na mdogo wake ambaye ni Abeli alikuwa mchunga kondoo, yani mfugaji. Sawa. Kwa hiyo kosa la Kaini
plus kosa la mama yake Kaini, ardhi ikawa imelaaniwa. Kwa hiyo kwa bahati mbaya umenunua ardhi ambayo hapo juu kuna watu walipigana na mtu akauliwa akazikwa. Nimesema kule kwa baba yangu na mama yangu, eneo alilokaa, kumbe kaka mtu aliwahi kuzika mtoto pale, wao wakaona kawaida. Lakini ndio nikiwa hapa saa hizi nakumbushwa kuna jambo la kufanya. Napozungumza na wewe ndio napata ufunuo huo na maarifa hapo. Kwa hata nikitaka kwenda nipata maelekezo jinsi gani ya kwenda. Ila najua kabla sijafika ushindi tayari umepatikana. Amen. Kwa sababu namtumikia Yesu aliye hai. Kwa haya maarifa ambayo ninakupa yatakusaidia kukukomboa kwenye maisha yako. Sio udongo ulionunua kwa mtume au nabii au kwa kuhani fulani. Nataka nikusaidie maarifa kutoka katika neno lisiloghoshiwa la Mungu aliye hai. Ardhi ambayo umejenga nyumba yako, au ardhi ambayo umenunua shamba, au ardhi ambayo umeweka biashara yako, kama kuna tone ngaa kidogo la binadamu lilimwagika pale, kuna shida. Na ndio maana unapoona mwizi au mhalifu au mtumiwa wa uhalifu kwenye eneo lako, usiruhusu wampigie pale. Kimbiza waende wakapigie huko mbele. Hata na nyewe mnaokaa kwenye mtaa wenu, msiruhusu mhalifu au mtumiwa wa uhalifu kupigwa na kuuliwa katika eneo lenu. Tayari mnatengeneza laana. Awe ni mhalifu kweli au amesingiziwa kwa bahati mbaya, lakini tone moja la damu katika eneo lina uwezo wa kulaani hiyo eneo lote. Tone dogo tu la damu ya mtu ambalo limetolewa pasi na ridhaa kwenye huo mwili. Tofauti ukijikwaa ukajikata, si ndio? Tofauti na hiyo. Lakini mtu amepigwa kiwango cha kutoka damu. Mtu akapigwa kama mhalifu na akafa kwenye hiyo ardhi. Hiyo ni wilaya, hiyo ni kata, hiyo ni kijiji, hiyo ni kitongoji, hiyo ni nyumba, hiyo ni taifa. Hiyo nchi inapata laana ambayo ni ngumu sana. Na isipofanyika ibada nzuri katika hilo eneo, ile damu itavuta mtu mwingine au watu wengine, na unaweza ukasahau. Kwa mfano leo tuseme ni tarehe 3 au tarehe 2, kila tarehe 3 ya mwezi wa 7 kuna ile hali itajitokeza tena kwenye hilo eneo. Ile damu inakumbuka, inavuta. Lakini kama pakitokea angalau mtu mmoja akagundua hiyo siri, akaomba na kutoa sadaka kwa msaada na uongozi wa Roho Mtakatifu, sadaka ya damu ya mwana kondoo Yesu Kristo inaondoa hiyo laana. Hakuna damu nyingine zaidi ya hiyo. Wagalatia 3:13, 3:14. Wagalatia 3:13, 3:14. Hivyo unajua hata kama ni shule ikiwa imejengwa mahali ambapo pana damu ilimwagika, hiyo shule haiwezi kwenda mbele. Lazima watu wa damu zimwagike hapo. Wagalatia 3:13 na 14. Kitabu cha Wagalatia. I think so. Is it? Yes. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Katika maeneo ambayo tunaishi au tunafanya shughuli zetu, kuna madhabahu, kuna viti vya enzi. Sasa hivyo viti ambavyo viko vina watu wanaokaa kwenye hivyo viti. Kuna watawala wanaomiliki ulimwengu wa roho wa giza. Kama kuna ulimwengu wa roho wa nuru eneo hilo, basi tunashukuru. Naogopa sana jina la mtu mashuhuri kwenye huo mtaa. Kama hayuko kwa Yesu, huo mtaa uko kwenye giza. Sitaki kutaja majina ya watu, unajua mwenyewe. Mtaa wako kuna jana anatajwa sana na mnamwona mashuhuri,
Lakini kama hajui apigi goti kwa Yesu, anapiga goti kwa Shetani, na ninyi wote mko chini yake. Usiku mnalimishwa, mnachezeshwa, mnavumilishwa, mnapashishwa kazi za ajabu ajabu, mnalishwa visivyolishwa. Sababu yeye ndio anayetawala pale. Wanamwita mkuu. Tulipohamia mji tuliwakuta wakuu fulani. Walipambana na madhabahu ya mwana kondoo Yesu Kristo aliye ndani yangu. Walifika mahali wakasema, wakaniita mkulu, kizalama, mkubwa. Maana kwa walishindwa. Piga makofi kwa ajili ya Yesu, sio yangu. Wazee wa mji wakaniita mkulu, mkubwa. Ukisikia mtu mzima anakuita mkubwa, maana yake amehangaika na wewe imeshindikana. Benchi la ufundi la mtaa lilishindwa. Haleluya. Kwa hiyo mimi siko kidimu kwa kubabaisha, na hata kama unanisikia, they know who I am. Unajua mimi ni nani, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wao. Na usiku wa leo tutafanya maombi ambayo Roho amenielekeza kufanya. Utashangaa. Hongera kwako Christopher na mwenzako, mmekuja. Mtaondoka katika hali ya kawaida na kitu Mungu atafanya. Pole kwa yule ambaye hajaja leo. Hatujui kesho itakuwa hivi hivi, ama sijui. Kesho Dar es Salaam, Mungu akitujalia, lakini leo Bwana atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anaweza kuingiza nchi kwenye laana au kuitoa kwenye laana. Mtu anaweza kuingiza familia kwenye laana au kuitoa kwenye laana. Taifa, bara. Kwa hiyo kama uko wako Mzava kuna mtu aliingiza kwenye mashetani, wewe Mungu ndio anaweza kukutumia kuutoa ule ukoo. Kwanza utoke wewe, alafu ndio watoe wengine. Huwezi kutoa mtu shimoni wakati wewe uko shimoni. Wewe utakuwa ngazi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kwanza uchomoke kule. Isaya 26 kwa mbele anasemaje? Mabwana wengine wametukalia. Mabwana wengine zaidi ya wametukalia. Wanakuweka chini ya mama. Nikwambie sifa zake. Bwana Yesu asifiwe. Kama nyumbani kwenu watu wanakufa na pressure, shinikizo la damu, sijui nini, sijui kiharusi, sijui kitu gani, ndio stroke hiyo, sijui meno yanang'oka tu yanaisha tu kila siku, huyu anang'oka, hii anang'oka. Mimi na dada yangu pale, mdogo wangu, mtoto wa kike, meno yote hakuna. Na mwanamke akikosa meno anakuwa kituko fulani hivi. Na unajua badilisha mpaka sura hasa meno ya mbele yakiondoka. Na mimi yako nitokea hiyo hali kachua, nikasema nini? Nikaomba, mdogo wangu mmoja akaniambia, bwana brother, omba wachao wanatumia hayo meno, wanang'oa meno yako, wanafanya gia za kuruka nazo kwenye nyungo zao. Wakati huo nilikuwa sijamjua Yesu. Kwa hiyo ukiona meno yanaondoka, ujue kama mama yako ameng'olewa, kaka yako, dada yako, ujue wenzake wanatumia kama gia za kubadilishia wanapokwenda. Sasa sio na gari VX iko huko juu inapita juu, ama kuna jet maalum ya kubeba waheshimiwa wale wa giza. Gia ndio meno wa ndugu zetu, anapiga anapaa, anabadilisha mtaa, na macho wanayatumia kama taa kupita huko nje. Kwa macho yako yana shida sana, ujue wanaruka, wanatumia kama tochi huko angani. Viungo vingine sasa kukuambia unaweza kushangaa. Viungo karibu vyote vya binadamu viko kwenye zile nyungo. Ulijua wapi mchungaji? Baada ya kuomba Mungu akawafungua wale huko, wakatoa siri. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe nyingine kwa faida. Wanawake na wavulana ambao wanapaka rangi kucha, vidole vyao, viganja vyao huwa vinatumika kwenda makaburini kufukua maiti zilizokufa karibuni, na kwenda kutoa maini na figo kwenye matumbo ya wale, alafu kuwapa wachawi wale. Wachawi wanajifanya wao watakatifu. Kwa wanatumia viganja vya wanawake ama wavulana wanaopaka rangi kucha. Zile kucha zao ndio wenyewe wanakaa, mchawi anakaa pembeni na kuchukua kiganja chako asubuhi na hiki na mikono yako anakupeleka kaburini. Wewe ujitambue utakuwa umelala usingizi mzuri. Kwa hiyo unapelekwa kule pale kitandani, akija mwenzako anaona umelala lakini kumbe haupo. Kwa hiyo mikono inapelekwa makaburini, wanachukua ile mikono yako, mchawi kakaa pembeni, hataki dhambi. Kwa hiyo anachukua mikono yako, anaivaa ile mikono yako kama unavaa gloves zile. Si unaona ile gloves unabadilisha, utanielewa, unavaa ile gloves na unavaa ile mikono yako.
maiti kisha pigwa kwa maombi yao, ikishakaa pale juu wanachukua wanapasua, alafu mikono yako ndio inatumika kutafuta. Kuna wengine wanapenda figo, wengine wanapenda moyo, wengine wanapenda maini, kwa wanakaa pale wanakula, wakimaliza wanaondoka zao. Wengine umeelewa, alafu asubuhi wanarudisha. Kwa hiyo unaweza kumka asubuhi unakuta kiganja kinauma au kidole kinauma, ujue kimekutana vitu vibaya huko njiani. Ama wakati wanarudisha walichelewa kuchanganya mkono wako, sio kuja huko wakapeleka kwa mwingine. Kwa hiyo unakuja na mkono mmoja wa kushoto sio wako, kiganja chako cha kulia. Inatokea kwa bahati, wanasema ajali zimetokea wakati wanarudi haraka, kubeba ile mikono wamebeba ya mtu mwingine. Unaweza kuona kama nachekesha, lakini ni halisi, ni kwa makini ninachokizungumza, sina nia kukuchekesha. Yaani hapa ninapoongea nazidi kupewa maelekezo na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa nini mtu unaweza kaamka asubuhi miguu inauma, wewe wakati mwingine miguu yako ile unainamishwa pale makaburini, unafanywa meza, alafu wanakaa pale juu. Ndio maana kwa wengine wanajikuta wana matege, kwa sababu unainamishwa na watu wengi wamekaa juu kichwa kwenye mgongo wako kama meza. Kwa hiyo wanakula nyama pale, wakishamaliza wanakunjua meza yao, ndio wewe unarudishwa nyumbani kwako. Sasa wakichelewa kurudisha haraka, ndio unakuta wakati mwingine unasema unaona mtu ana matege. Si unajua matege yamekaa kama mkasi, wengine wamekaa kama sijui kama nini, kama nini hivi, sio ni wale ambao wamekatishwa sana huko kwenye makaburi. Na huyo akiamka asubuhi hata hajui kama atapelekwa huko au anakuwa anatumikishwa tu. Lakini ukishaokoka na ukamruhusu Yesu akae ndani yako, siku akija wanakuta wewe sio, wanakuta kitu kingine pale, hawezi kukuchukua. Miguu wanabadilisha pia. Wakati ule mguu wako uliamka asubuhi unashangaa unauma, kumbe wakati wanarudisha ile miguu wakabeba mguu wa mwingine wakakupa ambao sio wa kwako. Kwa hiyo wakija kuchukua amu ya pili, wakikupeleka wakirudishia mguu wako, ndio unaanza kukuta wanakuwa sawa sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamka labda goti linauma, wakati mwingine unakuta waliamua kukukomeshea tu, baada ya kukutumikisha walipigilia msumari kwenye goti. Ukiomba ule msumari ukitoka, miguu inakuwa salama. Leo mchungaji kama kutufundisha uchawi ni na wafundisha wachawi wanapofanya kazi zao, wakinisikia kwa wanafyonya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mtakatifu anatuongoza kujua sila na mbinu zao. Kwa hiyo kwenye ardhi ambayo kufanya kitu kikastawi, vitu vinakufa, faraka zinakuwepo, magomvi yanakuwepo, lakini ukiomba na ukawa na madhabahu ya Kristo yenye nguvu, itashambulia zile madhabahu na kuziangusha na kusimika madhabahu ya Yesu Kristo, ndipo pale itakapokuwa ushindi. Yesu aliyetuleta sisi katika mkoa huu na mji wa Pwani alitupa maelekezo ya kubadilisha. Usione hapa mnaita mtaa huu umekuwa mashuhuri. Natamka hivi bila uoga, siku tutaamua kuondoa hema la Bombo Maranatha mahali hapa, mtanikumbuka. Sizungumzi kwa kubahatisha, sitafuti sifa. Tukiondoa tu hema hapa, kila kitu kinakufa. Labda ainuke mtumishi wa kweli atakayejitoa kama tunavyojitoa, kutapona. Tukitoka hapa miaka 20 mbele, utarudi kama kulivyokuwa. Sizungumzi kwa bahati mbaya. Tulikotoka tumeona kila tulipohama ilibadilika. Kila tulipobadilika tulikuwa hivyo. Kuna tofauti. Ila akija Mungu ana watumishi wengi, nisiwe kama Elia. Mungu ana watumishi wake wengi. Akija mtumishi wa kweli mwingine, kwa kadri ya nguvu atakayojaliwa, ule mtaa unaendelea. Na kadri katika mtaa kunavyozidi kuinuka watumishi wa Mungu wa kweli, ndipo nuru inazidi kung'ara, na ndipo wale watu waovu wanazidi kukimbia ama kufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimeeleza hapo kuhusiana na ardhi. Ardhi inaweza kuwa imefungwa katika mazingira gani mengine? Nataka nieleze. Kama ile eneo lako ulionunua ukajenga nyumba, watu walikuwa wakicheza unyago au jando, ngoma za makabila fulani, tayari ni madhabahu. Utajuaje? Ukiwa mwombaji mzuri, Roho Mtakatifu atakuonesha. Ama waliokuwa pale watakwambia, jamani, hapa alipojenga nyumba fulani hapa ndio tulikuwa tunachezaga ngoma za unyago na jando. Na hizo ngoma zote mbili wa damu inamwagika pale kutoka kwa hao wanaochezwa hizo ngoma. Kama ni jando, wanaume wanaofanywa tohara. Kama ni unyago, wanawake wanaofanywa kuandaliwa kuwa wali au wake, kuna damu inamwagika pale. Zile damu, kuna makafara yanafanyika pale, kuna masadaka yanatolewa pale, kuna vitu vinatendwa pale. Unakaa pale unashangaa.
Rafiki yangu mmoja tulikuwa tunaishi kule Kurasini, Temeke, Dar es Salaam, alipanga nyumba fulani. Kile chumba alichopanga halikuwa ajui kilikuwa kinatumika na nani awali. Nisikilize vizuri. Yule mwamba bwana akapanga pale, akalala. Usiku mimi nilikuwa nimelala, tuko jirani, nasikia ananigongea. Unajua bonge, nimetaka bonge jamani, mbonge, kibonge liko mimi. Bonge yani mimi kwa nini kibonge? Bonge. Nasikia Halisa, fungulie mwanangu mwenyewe. Vipi mwanangu? Oh yeah. Njoo kufungua kwanza. Nikafungua geti, kafungua mlango, kaingia. Amba vipi? Hapalaliki bwana. Vipi? Kile chumba nasikia uluzi usiku wa manane. Alafu anasikia ngoma za kichawi kabisa. Watu wanaaguliwa pale. Sasa ikosi, yani haiwezekani. Yani hivi sisi kulala kabisa kabisa. Basi wewe piga mbonje hapa asubuhi. Anakupa bia wewe kale naye kule. Ipo ombe nayo hii. Omba nini? Akaom. Kaenda kapeleza, akaenda kauliza bwana mwenye nyumba, hii chumba kilikwaje? Akamwambia chumba niliwahi kumpangisha mganga. Chumba niliwahi kumpangisha mganga, aliwahi kumpangisha kwenye hicho chumba. Kwa hiyo ameacha madude yake pale. Je, kiwanja unachoishi kulikuwa wanafanyia nini hapo? Mahali ulikojenga au kuweka biashara yako walikuwa wanafanyia nini hapo? Wewe ujue hivyo. Lazima ujue. Na utengue na kuviondoa. Kiukoo, kikabila, kijamaa, kitaifa, kimataifa. Viwango vilivyotajwa na Mungu. Amen. Na kwa mfano huu ni mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani una makabila ambayo yana ngoma nyingi sana. Wa kwanza ni Wazaramo. Nimeishi nao, nimekaa nao karibu, nimeona kuna vitu vingi sana. Kadri ngoma zinavyokuwa nyingi na maana yake kuna miungu mingi na makafara mengi na sadaka za kuzimu nyingi. Achana, kuna madogoli, kuna mdumange, mdundiko, kuna ngoma zao hizo ziko nyingi, kuna vanga ngoma zao hizo, kuna mkole, kuna vitu viko vingi kwa ngoma bakora mpaka zipo huko ngoma nyingi zao. Kwa hiyo zimebeba pia miungu ndani yake, roho zake. Na huu ni mkoa wa Pwani tulionao. Kwa hiyo kuna hizo ngoma za Waluguru, za Wakwere, za Matumbi. Wengi walianza kukaa huko Matumbi kutoka Rufiji, wameweka nao madhabahu zao na miungu yao. Ili usiku wa leo Yesu ametupa nafasi ya kuomba na kuharibu na kuteketeza. Hakuna kitakachobaki. Hakuna kabisa kitakachobaki. Amen. Kwa jina la Yesu tunaamini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie Mwanzo sura ya 2 mstari wa 10 hadi 14. Sishangae naenda huku narudi huku, kuna vitu ambavyo kadri Mungu anavyoniongoza. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 10 hadi 14. Siku moja mdogo wangu alimuuliza mama akiwa hai, kwa nini sisi tunanunua mashamba kama tuvuke mto? Sasa sijui kama alimjibuje, mimi sikumbuki, lakini ukiangalia sisi pia tumevuka mto kutoka kule. Kuna mtu anaitwa Mpigi. Naanzia mstari wa 10. Ukatoka mto Aitan, ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la kwanza ni Pishon, ndio unazunguka nchi yote ya Havila ambako kuna dhahabu. Na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna Bedola na vito Shoham. Na jina la mto wa pili ni Gihon, ndiko unakozunguka nchi yote ya Kush. Na jina la mto wa tatu ni Edekeli, ndiko unakopita mbele ya Ashuru. Na mto wa nne ni Frats. Nisikilize kwa nini nimezungumzia mito. Kama unaishi eneo ambalo umevuka mto, na kama au kuna ziwa au bahari, ni moja kati ya maeneo hatari sana, kwa sababu ni malango ya ambayo kuzimu inatumia sana. Washirikina na wachawi na waabudu shetani na wanga hupenda kutumia hizo, na waabudu shetani wanatumia sana maeneo hayo.
Ukitaka kuniamini au kufanya mazoezi, basi kama kuna mtu kwa karibu na kwako, basi fanya kupita saa 7 mchana, saa 6 mchana, kaa pale angalia, na ukiona hajaona matokeo, fanya pia usiku wa majira hayo kuwa katika haya maeneo, alafu utakuja kutusimulia umeona nini. Uwe na moyo mkuu, lakini kuna pengine ukiona watu wakazimia au kapooza. Unanisikia hapa, mimi ndio kabla sijamjua Yesu mpaka nimemjua Yesu, hivyo vitu nimeshakutana navyo na siogopi, sababu Mungu alishaniandaa. Kuna watu ambao Mungu alitupendelea mapema, lakini hatujidekezi, ila tunazidi kuongeza nguvu kwake yeye, tukimtumainia, tunamtanguliza. Nimeshakaa kando ya bahari, nimeshakaa kwenye kando ya ziwa, nimeshakaa kwenye mto, kwenye mabwawa, nimeshatembea hivyo vitu vyote hivyo. Sio kishirikina, katika hali ya kiroho Mungu aliye hai, ikimtafuta Mungu. Kuna vitu vinafanyika, kama kuna kisima pia kuna mambo yanafanyika. Yaani shetani na kwenye maji sio kuna nini? Ndio hicho. Yaani kwenye maji. Wakati tunakaa kurasini, unaambiwa usiogelee baharini, kule kuna chunusi. Chunusi ni aina fulani ya pepo linalonyonya damu. Ukiona unaogelea baharini, ukisikia umekamatwa nayo, misuli imekamata, unaona hiyo hali, kama una kisu, sasa bado unaogelea na kisu saa ngapi? Ndio unakata kidole chako au sehemu ya mwili wako, ile damu ikitoka tu, akiona ile damu anakuachia. Sasa baharini tunaogelea na visu. Ndio tatizo hiyo. Ziwani unaogelea, labda ziwani ndio utafuta samaki au nini, lakini baharini unaogelea na kisu cha nini? Unashangaa tu. Anaweza sifiwe. Haleluya. Sasa unaweka swimming pool nyumbani kwao, usipoyaombea anakuja tena kukaa pale. Kwa hiyo kusikia kuna swimming pool iko mahali fulani, sasa kusema kuna chuo fulani wanafunzi wamekuwa kizama na kufa hapo mara kadhaa. Yule chumba anakuwa yuko anakuja kuchukua mtu. Kwa bahati yake mbaya imefika, umeenda kuogelea, ndio siku hiyo, hata kama ni mahiri wa kuogelea, unazama. Kwenye huo mtu wetu hapa unaopita wetu Mpigi, hapa eneo la kwenda Kibwegere, wameshakufa watu 3 kama nakumbuka vizuri. Na mmoja wapo tulifanikiwa kumtoa, lakini akiwa ameshakufa baada ya siku ya 3. Siku hiyo tunaenda pale, wamekuja vikosi maalum vya kuokoa, vimeshindwa, vinakimbia. Nikawa mimi mchungaji, sauti inaniambia ingia lista uombe, huyu mtoto huyu maiti itapatikana, usipoingia hapatikani. Na mimi nimeogelea miaka mingi iliyopita. Sasa maji ya bahari na ya mto tofauti. Na kwenye mto wakati nataka niingie, nasikia sauti inaniambia yuko nani hapo, mamba utavunjwa na mamba. Na kweli niliwahi kuona mamba yuko kwenye huo mto kubwa tu, lakini sauti inaniambia ingia, usipoingia huyo mtu hawatampata. Kwa nikabadilisha nguo zangu, nikawashika vijana 2 3 wa kuwa zamiaji, nikaomba nao, nikaingia kwenye huo mtu wa Mpigi, nikaenda chini, nikadive, kupiga mbizi, nikawa naenda, sauti kanambia yuko sehemu fulani. Nikaibuka, kijana mmoja akanambia mchungaji vipi? Akasema huyu mtu yuko upande huu. Akasema basi wewe, sababu ni mtu mzima sana, wacha sisi tuende vijana, tutaenda kumtoa. Nakumbuka walikataa kushirikiana nami na hilo. Nikabaki kwenye maji. Baada ya muda nikamwona yule kijana anapiga kelele nini? Akasema nimemgusa kwenye mguu wangu hapa. Na hapo aliposema, akasema mtoeni. Yesu akaniambia sasa wafuate. Kwa nami nikawa naenda naogelea, nafuata. Baada ya muda kweli wakamtoa. Sauti ikaniambia mwekee mkono. Ni maiti, lakini sauti ya pili ikaniambia wewe ni kuhani, ukimwekea mkono utanajisika. Mimi mara nyingi nasikia sauti ya kwanza, ya pili sina muda nayo. Nikamwekea mkono, akatoka kwenye pua na mdomo maji na damu. Mtu ambaye baada ya kumtoa ufukweni, tumboni hapakuwa na maji yoyote. Madaktari wakapeleka kutibu, akasema amekufa kwa kukosa hewa. Alikaa kwenye maji siku 3, na ni mwogeleaji ambaye alikuwa anaweza kuogelea akiwa amelala hivi. Hii ni chali na kifudifudi, anatembea tu. Na siku alikuwa anafanya hizo mbwembe, alipokwenda mara ya pili ndo akapotea. Wakajua watu akawa anafanya hivi, kumbe wajua mwenzao amekwama. Ndo alikaa huko siku 3 kwenye maji na akatoka akiwa ameshakufa. Na ndio kwanza alikuwa amehamia huo mji kutoka Kimara. Aliacha mke na akiwa mjamzito. Wachawi watu waabudu shetani walikuwa hapo, wakashangilia, wakasema kwanza walikuwa wananiambia hawezi kutoka, hawezi kumpata. Tumeweka vitu vyetu. Ikawa nawasikiza na cheka tu.
Lakini baada ya kutoka wakajifanya wao ndio sisi tumemtoa. Nikatazama nikawa nacheka. Yaani wao walisema hawezi kutoka, lakini baada ya kutoka wanasema wao ndio walimtoa. Mimi nikawa sitaki kushindana na hiyo. Wakamchukua mwili wakapewa kupelekwa hospitali, akajulikana ameshakufa. Lakini nasema tangu siku hiyo mpaka leo hajafa mtu mwingine pale. Piga makofi kwa sababu Yesu ameweka nini? Uwepo wake na damu yake. Kwa kuna siku nilienda kukesha pale na kufunga na kuomba na mchungaji mwenzangu wa kule ng'ambo. Tukafunga pale na kukesha siku 3 kwenye ile daraja, usiku na mchana tuliombea. Kwa hiyo Mungu ametakasa. Sasa hivi amehamishia upande huu. Kuna mambo kinege, lakini pia kila nikipita tunatengua. Siku moja nilikuwa natoka narudi nikasikia jini la kike lilikuwa linanifuatilia nyuma. Limevaa skonkinko. Lakini alikuweza kunifanya kitu. Sikutishi kwa sababu ninajua aliye ndani yangu ni mkuu kuliko huyo. Sizungumzi vitu vya kutafuta sifa au kukutisha. Hii ni maisha halisi. Kama utaki uamini, mimi namwambia Mungu akuruhusu siku moja ukutane nacho alafu uje utuambie. Ila sikuwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwa Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3 tumepewa maagizo ya kubomoa madhabahu zao na mashera yao na kuyateketeza kwa moto, tusibakize chochote. Na katika hiyo ni kupona kwetu. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Mwanzo 13:10 mstari wa Mwanzo, andika pia. Mwanzo sura ya 13 mstari wa 10 hadi wa 13. Unaweza kuliona neno ni lenye rutuba, lakini unapowekeza kabla ya kufanyia uchunguzi wa kiroho linaweza kuwa ni Sodoma na Gomora kwako. Kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 10 hadi wa 13. Unaweza ukapaona mahali ni pazuri, ardhi ni nzuri, ukasema niwekeze hapa na nijenge hapa au nifanye biashara yangu hapo, lakini usijue kwamba ni hatari. Mwanzo sura ya 13 aya ya 10 hadi ile ya 13. Mwanzo sura ile ya 13 na aya ya 10 hadi ya 13. Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordan, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Jordan. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao na baba yake mdogo Abraham, ambaye ni Abraham. Akakaa kati ya nchi, Abraham akakaa katika nchi ya Kanaan, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Kwa hiyo unaweza ukawa umewekeza mahali, ukaamua kukaa pale, lakini usijue kwamba ile ardhi sio salama. Kwa macho ya kawaida unaweza kuona ni pazuri, lakini kumbe kuna shida. Panahitaji macho ya rohoni kupatakasa na kupaponya. Kwa kuwa Yesu Kristo usiku wa leo kwa msaada wa Roho wake Mtakatifu anatupa maarifa, tunaamini kabisa ukiyafanyia mazoezi hata pale kwako, Mungu atafanya katika uaminifu wote na utakaa mahali hapo kwa salama. Amen. Kwa hiyo andika pia hiyo hapo hapo Mwanzo 13, tuangalie mstari ule wa 14 mpaka wa 18. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi, maana nchi hii yote nayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukaitembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abraham akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, na ni miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu huko. Kwa hiyo unapohamia eneo jipya,
kumbuka kumjengea Bwana madhabahu yake. Madhabahu unayojenga pale Aleta, unaweka jina la Yesu Kristo, sio kuchora. Madhabahu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Ukishaisimika pale na wewe ukawa unamwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi katika maisha yako, inakupigania, inakutetea. Mwanzo 13 umeandika mstari wa 14 hadi wa 18, tunaona alichokifanya Nabii Ibrahim ama Abraham, na wewe unatakiwa ufanye kwa sababu Yesu yupo. Ni muhimu kupajua mahali watu au mtu wa kwanza kuishi katika eneo hilo uliohamia alipokuwa akikutana na Mungu wake. Mlima, kichuguu, Ashera, madhabahu yake ni nini? Alikuwa akitoa kama sadaka, kafara kwa Mungu wake. Kumwomba Roho Mtakatifu akupe hekima na akili na maarifa ya kuteketeza kabisa madhabahu na makuhani wake wote. Kuteketeza nini? Ile madhabahu na makuhani wake wote. Na usiku wa leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu itatokea. Ufalme wa kwanza andika sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 5. Ufalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 5. Wafalme wa kwanza sura ya ngapi? 13 mstari wa kwanza hadi wa 5. Nisikilize kwa makini. Na tazama, akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu, wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile, akasema, hii ndio ishara aliyonena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu aliposikia maneno yule mtu wa Mungu alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyosha ukakatika, Biblia zingine inasema ukanyauka, ukakauka, wala hakuweza kurudisha kwake tena. 5, madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahu yakamwagika, sawa sawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Andika Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 36 hadi 40. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 36 hadi mstari wa 40. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 36 hadi 40. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue kuwa wewe Bwana ndiyo Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka
ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakisema, Bwana Jehova ndiye Bwana Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elisha akamwambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja wao. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Usiku wa leo, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, malaika wa vita ukiongozwa na malaika Mikael ataenda kuwachinja usiku huu na kuwaua au makuhani waliokuwa wameshikilia katika koo, katika kabila, katika jamaa, katika taifa, katika familia yako, kivyovyote, kwa jina la Yesu kiamini. Andika Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 9 hadi wa 14. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 9 hadi wa 14. Hayo maandiko ndio yanaweza kufungua na kukuponya. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 9 hadi wa 14. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanaye au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Kwa maana mtu atende hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa hayo utakayomiliki wasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako akukupa ruhusa kutenda hayo. Bwana Mungu wako akukupa nini? Ruhusa ya kutenda hayo. Sikiliza hii. Jinsi gani shetani anaweza kupata kibali cha kukushambulia hata kama hautajali hila zake. Mfano, wana wa Israeli walipokuwa wakiongozwa na Nabii Musa kutoka Misri, walitembea miaka 40 nyikani au jangwani. Nabii Musa alikufa, akamkabidhi Yoshua nabii kijana kuendelea na safari. Mungu alitenda miujiza walipokuwa wakivuka mto Jordan. Ili wavuke, Mungu akamwambia nabii Yoshua kitu cha kufanya. Mungu alikuwa tayari kupambana nao wale adui zao na kuwashindia. Na Yoshua akaelekezwa maelekezo ya kufanya na jinsi ya kuweza kutimiza kile ambacho Mungu alimwambia. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka kulikuwa kuna ukuta wa Yeriko. Mungu aliuangusha ule ukuta wa Yeriko alipompa maelekezo mtumishi wake. Kuna uwezekano pia katika mahali unaishi kuna ukuta, kuna vitu vinazuia. Mungu anaweza kufanya kitu leo kubomoa zile kuta na kuziangusha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa andika Yoshua 1, Yoshua sura ya 7 mstari wa kwanza hadi 13. Tusome kwanza. Yoshua sura ya 7 mstari wa kwanza hadi 13. Yoshua ngapi? 7 mstari wa kwanza wa 3. Lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Aknan
mwana wa Karini mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Betaven upande wa mashariki wa Betheli, akamwambia akisema, pande juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Ai, wakarejea kwa Yoshua akamwambia, wasiende watu wote ila waende watu kama 2,000-3,000 wakaupige Ai. Usiwataabisha watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wakapata watu 3,000 tu, nao wakakimbia mbele watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarim, wakawapiga huko kwenye matelemko, mioyo ya watu ikayuka ikawa kama maji. Yoshua akararua mavazi yake akaanguka furifuri mbele ya sanduku la Bwana hapo hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanani na wenyeji wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi.